A'udhu billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, na kuamkieni tena kwa maamkizi ya Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tunaendeleza mada yetu ya talaka katika Uislamu, ikiwa ni sehemu ya 22. Tutazungumzia na kuendeleza sehemu tuliyoiacha katika kipindi kilichopita, na tutazungumzia hasa leo katika sharti ambayo inakuwa ni zenye kuthibitisha huku kutenganisha baina ya mke na mume. Je, ni sharti aibu hii iwe ni ya zamani, kwa maana hii kasoro ambayo anayo mume itakayomfanya mke apate nafasi ya kwenda kuibatilisha ndoa hii na kuivunja, ni lazima kasoro hii awe anayo kabla ndoa haijafanyika? Je, kasoro hii ambayo anayo mke, ambayo inampa nafasi mwanamume kwenda kwa kadhi na kuifasihi na kuivunja ndoa hii ambayo yeye yupo ndani yake, ni lazima kasoro hii mwanamke awe nayo kabla ya ndoa kufanyika, au ni wakati wa ndoa kufanyika, au baada ya ndoa kufanyika? Katika hii masala tutaizungumza kiupana kama wanawachuoni walivyoizungumza, kila mmoja apate uchanganuzi, kila mmoja apate kuifahamu vizuri, kwa sababu ni mada ambayo ni tata ndani yake. Kwa hiyo hatutaacha kauli miongoni mwa kauli za wanawachuoni ili tuje tupate kitu kimoja ambacho ni cha kushika sisi wote kwa pamoja. Wanawachuoni wamegawanyika katika kuielezea jambo hili. Kuna kauli ya jumhur ambao wao muttafiquna ala anna al-aiba in kana qadima, ya kwamba kasoro ambayo inamfanya huyu mke au mume awe na nafasi ya kuivunja hii ndoa, kasoro hiyo ikiwa ni ya zamani, wa huwa ma waqa'a qabla al-aqdi, nayo ni kasoro ambayo imejitokeza kabla ya ndoa kufanyika. Kwa maana kabla ya hii ndoa kwenda kufanyika, hii kasoro akawa anayo mmoja katika hawa wanandoa wawili, au murafika, au ikawa kasoro hii ni imeafikiana na ndoa wakati inafanyika. Ndoa inafungwa na hii kasoro ndio inajitokeza, imejitokeze kwa mke au kwa mume. Kasoro hii ambayo inajitokeza wakati hii ndoa inafanyika, au haditha, au ikiwa ni ya kujitokeza baada ya ndoa kufanyika, kwa maana alladhi waqa'a ba'da al-aqd, ni kasoro ambayo imekuja kutokea baada ya ndoa tayari imeshafungwa na kukamilika. Wanasema wanawachuoni hawa, sawa'an fi ithbati at-tafriq, yote haya ni sawasawa katika kuthibitisha haki ya mmoja katika wanandoa wawili kuweza kuivunja hii ndoa. Kwa maana wao wanasema sawasawa kasoro hii ijitokeze kabla ya ndoa kufanyika, au kasoro hii ijitokeze wakati ndoa inafanyika, au kasoro hii ijitokeze baada ya ndoa kufanyika. Kwa hali yoyote, kila mmoja ana haki ya kuweza kuivunja ndoa hii wakati kasoro hii inapojitokeza. Hii ni kauli ya jumhur radhiyallahu anhum ajma'in. Lakini wapo watu wa Malikia, wao walikuja na kauli vile vile, wakasema kwamba innal aiba in kana qadima, hii kasoro ikiwa ni ya zamani, kwa maana kasoro hii ilijitokeza kabla ndoa haijafanyika, alwaqi' qabla al-aqdi, kasoro ambayo imejitokeza kwa mmoja wanandoa wawili au kwa wote wanandoa wawili kabla ya ndoa kufanyika, au murafika, au yenyewe ikawa ni murafiq alladhi waqa'a fi athna'i al-aqdi, kasoro ambayo imejitokeza wakati ndoa inafanyika. Fahuma, kasoro hizi mbili au hali hizi mbili, almuthbitani litafriq, ndizo ambazo zinathibitisha kutengana baina ya wanandoa wawili. Kwa maana wanandoa wawili watatengana
wanao nafasi kila mmoja kuivunja ndoa hii ikiwa kasoro ilijitokeza kabla ya ndoa kufanyika au wakati ndoa inafanyika. Wao wakaja wakatuambia watu wa Malikia, ama inkana haditha, ama ikiwa hii kasoro imejitokeza baada ya ndoa kufanyika, kwa maana kasoro hii imekuja ndoa imeshafungwa na kutimia, wanasema in hadatha hadha al-aib fi zawja, ikiwa itatokea kasoro hii kwa mke, falaisa lizawji haqqu talabi tafriq mutlaqa, hana haki huyu mume kuomba kutenganishwa na mkewe moja kwa moja. Kwa maana kama kasoro itajitokeza baada ya ndoa kukamilika, lakini kasoro hii imemtokezea mwanamke, ndiye aliye na hii kasoro, mume hata kuwa na nafasi ya kwenda kuomba kutenganishwa pamoja na huyu mkewe. Na wao wakasema hali hii tuhsabu annahu musiba, itahesabika kwamba ni msiba tu, halat bihi, ambao umempata huyu mwanamume. Kwa maana kasoro itakaojitokeza kwa mwanamke itakuwa ni msiba tu ambao umempata huyu mwanamume. Wayumkinuhu an yatakhallas min tilka almusiba, na yawezekana mwanamume huyu akajitenganisha, akajitakasa, akajiepusha na msiba huu ambao umempata bitalaq, kwa kumwacha huyu mwanamke kwa talaka ya kawaida, wala haina haja ya yeye kwenda kwa kadhi kuomba hii ndoa kubatilishwa. Ama ikiwa tatizo hili limemtokezea mwanamume, hii hali ya kwanza ni hali ya kwamba hili tatizo limemtokezea mwanamke, wanasema mwanamume hana nafasi ya yeye kwenda kufanya nini? Kwenda kwa kadhi kuomba kuachanishwa na mkewe, bali ni msiba umempata na yeye ana uwezo wa kujiepusha na msiba huu kwa kumpa talaka huyu mwanamke. Sasa je, ikiwa tatizo hili limemtokezea mwanamume, wao wanawachuoni hao wa Malikia wanasema wa kana dhalika al-aibu fahisha, aibu hii, kasoro hii imemtokezea mwanamume na kasoro hii ikawa ni mbaya sana, kathiru dharar, ikawa madhara yake ni makubwa, falizawjati haqqul khiyar, ana huyu mke haki ya kuchagua. Kwa maana mwanamke atakuwa yeye mwenyewe anachaguo kati ya kubakia katika ndoa au kuondoka katika ndoa. Na ndiyo maana maelezo yao walivyoyaeka wakasema insha'at aashat ma'ahu, ikiwa mwanamke mwenyewe akitaka ataishi pamoja na huyu mwanamume, wa insha'at talabati tafriq, na ikiwa atataka mwenyewe atakwenda kuomba kuachanishwa na huyu mwanamume. Kwa maana mwanamke, ikiwa mwanamume katokezewa na hili tatizo baada ya ndoa kukamilika, hii khiari, chaguo ni la kwake yeye mwenyewe mwanamke. Akiona nao uwezo wa kuvumilia pamoja na mume wangu, atavumilia pamoja na mumewe na atabakia katika ndoa. Na ikiwa anaona hapana, siwezi kuvumilia pamoja na mwanamume huyu, anayo haki ya kwenda kwa kadhi kuomba kubatilishwa ndoa hii. Na ilivyokuwa vizuri, ikiwa hii kasoro ina uwezo wa kuvumilika, bali inatakikana yeye avumilie na aishi pamoja na mumewe insha Allah. Na wao wanasema ikiwa kasoro iliyojitokeza ni kubwa mbaya, kasoro iliyokuwa mbaya ni ipi inayohesabika kwa wao? Kasoro mbaya wanahesabu kwamba aljudham ni ule ukoma, inkana bayinan, ikiwa ukoma huu uko wazi wazi. Kwa maana mtu kapatwa na ugonjwa wa ukoma, mwanamume akapatwa na ugonjwa wa ukoma, lakini ugonjwa ule ukawa uko wazi wazi, kila mmoja anauona na anajua kama huyu bwana ana matatizo fulani, huu wao wanaohesabu ni ugonjwa au ni tatizo lililokuwa wazi. Walbaras, ugonjwa pia wa ngozi, kama tulivyosema inkana fahisha, pia nao ikiwa ni mbaya. Wal udhaita, al-adhiyata, tulisoma kama al-adhiyata. Pia al-i'tiradh wal khisai. Wakaja wakatueleza tena kitu chengine ambacho huwa kinazunguka sana katika jamii zetu, wasema wakibaru dhakari, na dhakari kuwa kubwa. Kwa maana kasoro hii ya dhakari kuwa kubwa, ikiwa itajitokeza kasoro hii baada ya ndoa kukamilika, huyo mtu hapo mwanzo alikuwa na uume wake wa kawaida tu,
na wakati ndoa inafanyika uume wake ulikuwa ni wa kawaida tu, lakini baada ya ndoa kufanyika ule uume wake na ndoa kushakutimia uume wake ukawa mkubwa, wao wanasema hili ni tatizo lililokuwa ambalo liko fahish, ambalo linampa nafasi mwanamke kwenda kudai talaka pindi endapo mumewe akawa ni mkubwa zaidi, ambapo ukubwa huu utazuia au utasababisha yeye asiweze kupata zile starehe ambazo ndiyo ndoa imejengwa kwa ajili ya jambo hilo. Pia wakaja wakaweka qaid ya kwamba haya tunayoyazungumza, tunayoyaongelea, wanasema yatokee kabla ya kuingiliana. Fa in hadatha ba'da alwat, ikiwa yatatokea baada ya kuingiliana, walau maratan wahida, japo mara moja, falaisa laha haqqu tafriq, hana haki ya tafriq. Kwa maana lau kama mwanamke ataona kwamba mumewe tayari kashapata ugonjwa wa ukoma au kashapata ugonjwa wa mbaranga au kapata pengine mume wake umevimba umekuwa mkubwa, anayo haki ya mwanamke huyu kwenda kuomba kutenganishwa na kuvunjwa ndoa hii kwa kadhi, lakini kabla hajammakinisha mumewe kutenda tendo la ndoa. Akimmakinisha na hali iko hivi, akafanya naye tendo la ndoa wakati hali anaiona iko hivyo, maana yake hapa mwanamke huyu hatakuwa tena na fursa na nafasi ya kwenda kuomba kuachanishwa kwa kadhi na huyu mwanamume, kwa sababu tayari alisharidhia kimatendo. Hii ni kauli yao Malikia. Tuje tuangalie kauli ya Shafiia. Wao wanalizungumziaje jambo hili? Kasoro inatakiwa iweje? Wao watu wa Shafiia wanasema in kana al-aibu qadima, ikiwa hii kasoro ni ya zamani kabla ya ndoa kufanyika, falizawjaini haqqu tafriqi mutlaqa, hawa wanandoa wawili kila mmoja ana haki ya kuweza kuomba kuachanishwa na mwenzake moja kwa moja. Kwa maana ikiwa kasoro hii ilijitokeza kwa mwanamke kabla ya ndoa kufanyika, mwanamume anayo haki ya kwenda kwa kadhi kuomba kuachanishwa na huyu mkewe, au ikiwa imejitokeza kwa mwanamume, mwanamke anayo haki ya kwenda kwa kadhi kuomba kuachanishwa na huyu mkewe. Ama ikiwa hii kasoro ni haditha, imejitokeza baada ya ndoa kufanyika, ndoa imeshafanyika na imeshatimia kitimilifu na sharti zake na nguzo zake, hii kasoro ikaja ikajitokeza. Kasoro hii ilivyojitokeza, ilijitokeza kwa mume. Wanasema watu wa Shafiia, ikiwa kasoro itajitokeza kwa mwanamume, fazawjatu tatakhayyaru baina albaqa'i ma'a zawjiha au at-tafriq, mke anayo haki ya kuchagua baina ya kubakia na mumewe pamoja na kasoro aliyokuwa nayo mumewe au kutenganishwa. Ikiwa atachagua kubakia na mumewe, basi hili ni jambo lililokuwa zuri, na ikiwa atataka kuachanishwa na mkewe na mumewe, atakwenda kwa kadhi na ataomba kuachanishwa na mumewe kutokana na kasoro ambayo imejitokeza, na hii ni haki yake, wala halaumiwi mwanamke katika hili. Na ikiwa hili jambo limejitokeza, yani tunalizungumza hili jambo liwe limejitokeza kabla ya kumuingilia. Kabla ya kumuingilia. Je, ikijitokeza jambo hili baada ya kumuingilia, nao vile vile wamesema kwamba anayo haki huyu kwa kauli iliyokuwa sahihi. Na vile vile ikiwa aibu hii iliyojitokeza imejitokeza wakati ndoa inafanyika, anayo haki vile vile ya kuweza kuachanishwa, na hali ni kama tulivyoitaja kwa kasoro ambayo itajitokeza baada ya ndoa. Wakaja wakavua hali moja. Wao hawa wakasema watu wa Shafiia, hali hii ni kama ifuatavyo: in kana al-aibu al-hadith fi zawji al-innin, ikiwa hali iliyojitokeza, kasoro iliyojitokeza kwa mume, ikiwa ni kabla au baada, ni upooza, yani mume akawa hana uwezo wa kumuendea mkewe kwa sababu ya kiungo chake cha uume kutokufanya kazi. Wao watu wa Shafiia wanasema in wasala ila zawjatihi marratan
ikiwa mtu ataweza kumuingilia mkewe mara moja, thumma ta'annana, kisha akapata huu ugonjwa wa kupooza, lam yakun lizawjati khiyar, mke hapa hatakuwa ana chaguo, mke hatakuwa na fursa ya kuweza kuenda kuachanishwa, atabakia katika ndoa. Ama ikiwa hii kasoro ni yenye kujitokeza kwa mke sasa baada ya ndoa, Imamu Shafi'i alizungumza katika kauli yake ya qadim ya zamani, anasema innahu laysa lizawji haqq at-tafriq, mme hatakuwa na haki ya kwenda kuachanishwa na mkewe, liannahu yumkinuhu at-takhallus minha, kwa sababu mume anayo nafasi ya kuweza kujitakasa na huyu mke wake, bitariqati talaq, kwa njia ya talaka, kinyume na mke. Na katika kauli iliyokuwa ni mpya ambayo ni kauli Imamu aliongea akiwa Misri, annahu kazawjati, yeye ni kama vile mke, yatakhayyaru baina albaqa'i maha au at-talaq, atachagua yeye mwenyewe baina ya kubakia na mkewe pamoja na kasoro alizokuwa nazo au kumwacha. Wakaja wakatoa illa, wakasema kwamba madhara ambayo yanampata mume kwa kasoro ambayo imejitokeza ndiyo hayo madhara ambayo yanampata kwa kasoro iliyokuwa ya zamani. Wala hakuna maana ya kuweka hususia kwa mume kinyume na mke, kwamba ili limuhusu mume tu, mke lisimuhusu, kwa hoja ya kwamba inamwezekania yeye mume akajitakasa na kujiepusha na ndoa hii kwa talaka kinyume na huyu mwanamke. Jambo hili halina maana kwa wao, kwa sababu wanasema ikiwa mwanamume atatoa talaka, ikiwa itajitokeza kasoro kwa mke, halafu mume akaamua kutaka kujitakasa na lile jambo akatoa talaka, inabidi mume aache kila alichokuwa amempa yule mwanamke kama mahari au zawadi. Kwa maana lau kama mke atapatwa na tatizo hili, kwa mfano la ukoma huu, mume akaona mimi siwezi kuishi na mke wangu akiwa na hali hii ya ukoma, je, ajitakase kwa talaka au? Wanasema akijitakasa kwa talaka, inabidi agharamike sasa huyu mume mahari yote, ikiwa kashamuingilia, na ikiwa kama hajamuingilia atagharamika kwa kutoa nusu mahari, kinyume na ndoa kubatilishwa. Ndoa ikibatilishwa, maana yake mahari yote yanarudi kwa mume na mke hachukui chochote. Kwa hii ndio tofauti kati ya kwa nini huyu mwanamme aende kwa kadhi kwenda kuachanishwa na mkewe, wakati yeye ana uwezo wa kumwacha huyu mwanamke muda wowote anaotaka. Ni kwamba lau kama huyu mwanamme atamuacha mkewe kwa talaka ya kawaida, inabidi kama kashawahi kumuingilia amuachie mahari yote, na kama hajawahi kumuingilia atamuachia mahari nusu achukue yeye. Lakini akienda kwa kadhi kuomba kubatilishwa hii ndoa, maana yake yale mahari yote yanarudi kwa mume na mwanamke yeye hachukui chochote. Hii ndio tofauti, na maana tukasema kwamba kila mmoja ana haki ya kurudi kwa kadhi ili kwenda kubatilishwa ile ndoa, ikiwa ni mwanamke au ni mwanamume. Tuje katika kauli nyingine. Hili jambo tunalichukua kiupana kwa sababu kila mmoja anatakiwa arejeze katika akili yake na moyo wake na ufahamu wake ili aweze kuifikia hali iliyokuwa mzuri zaidi, kwa sababu katika jamii zetu mambo kama haya hujitokeza sana. Na nini tunatakiwa tufanye wakati yakijitokeza? Watu wa Hanabila na wao wana kauli, wanasema in kana al-aibu qadiman, ikiwa hii kasoro iliyojitokeza kwa mmoja wa wanandoa wawili au kwa wote wawili ni ya zamani, kabla ndoa haijafanyika, yufsakhu, ndoa itabatilishwa. Kwa maana ikibatilishwa ndoa, kila mmoja atachukua kilichokuwa chake ambacho anakimiliki na kuchukua njia yake. Wakadhalika in kana murafika, na vile vile hii kasoro ikiwa yenyewe imejitokeza wakati ndoa inafanyika, ama ikiwa kasoro yenyewe imejitokeza baada ya ndoa kufanyika, fala yajuzu alfasxu. Wao watu Hanabila wanasema hapana, haibatilishwi ndoa. Wakatoa sababu bi anna al-aqda fi hadhihi alhala, hii ndoa katika hali hii asbahat lazima, imekuwa ni ndoa lazim, fala yufsakhu, haiwezi ikaje ikabatilishwa, qiyasa ala al-aib al-hadith ala al-mabi' ba'da al-bay', wakiwa wanachukulia qiyas ya chenye kuuzwa baada ya kuuza. Maana yake kama mimi nimenunua kitu kwako
tumeshafunga mkataba, nimenunua, umechukua thamani yake na mimi nimechukua kitu changu, baadaye kile kitu naondoka ikajitokeza kasoro kikiwa kipo mikononi mwangu, mimi sina haki ya kile kitu kukirejeza. Kasema kitu chako umeniuzia kitu kikiwa kibovu, maadamu kitu kimevunjika kikiwa katika mikono yangu, bali wao wanasema huna haki ya kirejeza. Ndivyo ilivyo kwa mwanamke, ikiwa tayari kushamuoa huna haki tena ya kufasikhi hii ndoa. Kwa hivyo sasa tujiulize swali, je, wana haki hawa wana ndoa wawili kuchelewesha kwenda kuomba kuachanishwa, kutenganishwa, kuvunjwa ndoa hii kwa kasoro iliyojitokeza baina ya hawa wana ndoa wawili, kwa kasoro ambayo inatarajiwa kupona kwake, au hawana haki? Kwa maana kasoro ambayo imejitokeza, tumeshafunga kwamba nani aliye na haki ya kwenda kuomba talaka, kwenda kuomba kuachanishwa ndoa hii, kufasikhiwa ndoa hii, na kwa hali gani na kwa wakati gani. Lakini je, kasoro imejitokeza na kasoro hii tunao uwezo wa kuvumilia na ikaondoka hii kasoro, je, wanayo haki ya kusema kwamba maadamu ni kasoro ambayo inaweza ikaondoka baada ya kutibiwa, tunayo haki ya kuibakiza kasoro hii au kubakia katika ndoa mpaka hii kasoro iondoke, au tuvunje ndoa papo hapo wakati kasoro inapojitokeza? Hili ndio swali la kujiuliza. Tutawapa muda wanandoa wawili ili waweze kujitibu kwa kasoro iliyojitokeza, au kila mmoja ana haki ya kuivunja ndoa hii kwa hapo hapo wakati kasoro inapojitokeza? Tunajibu swali hili kwa kusema anna ta'jila talab at-tatliq ala al-'innin sanatu, kutoa muda kwa haki ya kuweza kuachanishwa mwanamme na mwanamke kwa kasoro iliyojitokeza kwa mwanamume, ikiwa kasoro yenyewe ni upooza uume wake kuto kufanya kazi. Yani kasoro imejitokeza kwa mwanamume, lakini kasoro yenyewe ni ule uume wake kuto kufanya kazi, hawezi kumuendea mkewe. Kasoro hii imejitokeza wakati ndoa tayari imeshakamilika. Wanasema wanawachuoni ya kwamba mtu huyu atapewa muda wa kujitibu kwa muda wa mwaka mmoja. Kwa maana mwanamume atakapopatwa na gonjwa au maradhi ya kupooza atapewa nafasi ya kujitibu kwa muda wa mwaka mmoja, na mke anatakiwa amsubirie mumewe akiwa anaendelea na harakati za kujitibu kwa muda wa mwaka mmoja. Hii ni kwa makubaliano ya mafukaha wote wa madhhabi nne, kwa maana Hanafia, Malikia, Shafiia pamoja na Hanabila. Wote wanasema kwamba ikiwa itakuja kutokezea kwa mwanamume kupata ugonjwa huu, mwanamke anatakiwa ampe muda mumewe wa mwaka mmoja wa kuweza kujitibu hili tatizo, na ikipita mwaka kama halijaondoka hili tatizo, yeye sasa mke anayo haki ya kwenda kwa kadhi kuomba kuachanishwa na ndoa hii, au anayo haki ya kumwambia mumewe, kutokana na hali tuliyofikia, naomba unipe talaka, na wala hana dhambi na wala hata kuwa na kosa mwanamke huyu kwa hii hatua ambayo anaenda kuifanya baada ya kukamilika huu mwaka. Kisha je, ikiwa wamekubaliana wanawachuoni kwamba ugonjwa huu wa kupooza mwanamke anatakiwa atoe mwaka kumpa mmewe kwa ajili ya kujitibu, ikiwa kasoro hizi ni kasoro nyingine, ikiwa kasoro hizi ni nyingine, mafukaha wanasema, baadhi ya mafukaha wanasema wao ta'jilu fil uyubi allati yurja bur'uhu, ni haki kutoa muda kwa kasoro au ugonjwa ambao unatarajiwa kupona kwake. Anatakiwa mume apewe muda au mke apewe muda kwa kasoro ambayo imejitokeza kwake, lakini kasoro hii ambayo inatarajiwa kupona. Kwa maana kullul uyub, kasoro zote allati yurja zawaluha, ambazo zinatarajiwa kuondoka kwake, kuisha kwake, kana ala alqadhi an yuajjilahu shahran au shahrayn ala hasabi ma yarahu munasib. Atakuwa anayo haki kadhi kutoa muda mwezi au miezi miwili kwa mujibu wa anavyoona yeye kadhi. Maana yake mafukaha hawajaweka muda maalum,
bali kadhi ataangalia yeye mwenyewe ukubwa wa tatizo lilivyo, ukubwa wa ugonjwa ulivyo, na ule mzoroto au tunasema kuchelewa kwa kupona kwake huu ugonjwa, na yeye atapimia hapo. Kwa maana kwa ugonjwa huu mimi naona baada ya miezi mitatu utakuwa ushaondoka, miezi minne utakuwa ushaondoka. Kadhi atatoa muda kwa mujibu wa maradhi yalivyo, kwa ijtihadi yake yeye mwenyewe kadhi, na wala hatatakiwa kuivunja ndoa papo hapo. Sasa miongoni mwa maradhi ambayo yanatarajiwa kupona ni yapi? Maradhi ambayo yanatarajiwa kuondoka yakimpata mtu ni yapi? Aljunun, wenda wazimu. Mmoja wa wanandoa wawili akiwa mwenda wazimu, kadhi anatakiwa atoe muda kwa yule aliyepata wenda wazimu ili aweze kutibiwa, na ikiwa muda huo umeisha hajaweza kutibika, basi yeye ndio atakuwa na nafasi ya kuweza kutoa talaka, kumwachanisha kati ya mke na mume. Aljudham, ukoma pia nao atatoa muda. Walbaras, ugonjwa wa ngozi. Arratq, nyama ambayo inakaa katika uke wa mke. Alqarn, mfupa ambao unakaa katika uke wa mke. Alaflu, tulitaja aflu. Walbukhr, harufu mbaya ya mdomo ambayo ipo kwa mke, pia kadhi atatoa muda ya kuweza kutibiwa harufu hii. Fa in kana albur'u minhu ghairu marjuu, je, ugonjwa ambao kupona kwake hakutarajiwi. Mtu kapata ugonjwa, kapata tatizo ambalo hatutarajii kwamba tatizo hili atapona. Wanasema wanawachuoni, kana ala alqadhi an yufarriqa bainahuma hala min ghairi ta'jil, ni wajibu kwa kadhi atoe talaka papo hapo bila ya kutoa muda, kwa maana ugonjwa ambao ameupata huyu hautibiki, tatizo ambalo amelipata huyu halitibiki. Hapa kadhi anatakiwa atoe talaka papo hapo bila ya kutoa muda. Na miongoni mwa magonjwa ambayo hayatibiki, kwa mfano aljab, kukatwa uume. Uume ukikatwa ni ugonjwa, na ugonjwa huu hatutarajii kwamba itafika siku utapona. Kwa hiyo kama mke ameenda kuomba kupewa talaka kwa kadhi kwa sababu ya tatizo hili alilokuwa nalo, papo hapo anatakiwa kadhi atoe talaka, kwa sababu ugonjwa wake huu hautarajiwi kuondoka. Tuje katika sharti nyingine, sharti ambayo tupo katika yale masharti ya kuweza kadhi kutoa talaka endapo jambo likitokea au kasoro ikitokea kwa mmoja wa hawa wanandoa wawili. An yakuna ahadu zawjaini taliban at-tafriq wa yuthbit aiba al-akhar, awe mmoja wa wanandoa wawili amekwenda kwa kadhi yeye mwenyewe kwa ajili ya kuomba kuvunjwa ndoa yake, na athibitishe sababu ya yeye kutaka kuvunjwa hii ndoa. Kwa maana fulani, mimi ndiye mume wangu, na yeye mimi nimekuja kuomba kutenganishwa, kuachanishwa na yeye kwa sababu hataki kuniacha, na sababu iliyonifanya mimi nije niombe kuachanishwa na yeye ni kwa sababu ana tatizo hili. Kwa hiyo sasa atataka kadhi kumuomba huyu aliyeleta kesi athibitishe kuwepo kwa hili tatizo. Je, lipo kweli? Ikiwa ikithibiti kwamba kaenda na akathibitisha kwamba hili tatizo lipo, basi kadhi atachukua wadhifa wake na wajibu wake. Lakini kabla ya hapa halijathibiti hilo, kabla hajaenda kwa kadhi yoyote, hataruhusiwa kadhi kuja kuwalazimisha kwa maana kuachanishwa kwa hawa wanandoa wawili. Tukirudi kwa upande huo, ni haki ya kila mmoja katika hawa. Yeye kwenda kuomba kuachanishwa, mwanamke ni haki yake na mwanamume pia ni haki yake. Sasa ikiwa hajaenda mmoja kutafuta haki yake, kakaa tu nyumbani, hajaenda kuiomba ile haki yake kupewa, la yambaghi lilqadhi an yufarriqa bainahuma jabra. Hata kama kadhi anayo taarifa fulani ana tatizo hili na mkewe ni huyu, hata kuwa na nafasi kadhi kwenda kuivunja ndoa ile kwa lazima. Hata kuwa na nafasi kadhi kwenda kuibatilisha hii ndoa aliyokuwepo wanandoa hawa wawili kwa lazima, hata tatizo likiwa kubwa kiasi gani, maadamu hakuna yoyote katika wale wanandoa wawili aliyekwenda kwa kadhi kwenda kuomba kuachanishwa. Kwa hiyo ni lazima huyu anayeachanishwa na huyu mwenzake, ni lazima apeleke kesi yeye mwenyewe kwa kadhi
na wala asipeleke mtu mwingine. Haya maelezo ni kama alivyobainisha Ibn Qudama katika kitabu chake cha Mughni rahimahullah, lakini pia Al-Khatib Ash-Shirbini ukimwangalia katika kitabu Mughni Al-Muhtaj kayaongea maneno mushabihan yanayofanana na haya tunayoyazungumza hapa. Kisha watu wa Hanafia wakaja wakagawanya haki ya kuachanishwa kwa sababu ya kasoro kwa aina mbili. Miongoni mwa masharti wakaeka aina mbili. Moja, sharti ambazo ni amu fil uyubi kulliha, katika kasoro zote. Yani kuna masharti ambayo ni ujumla, wa shurutun khas bi uyubin muayyana, na masharti maalumu kwa kasoro ambazo Sasa hizi sharti ambazo, alla takuna zawjatu aliman, sharti ya kwanza asije akawa huyu mke anao ujuzi bidhalika alaibu, wa kasoro hiyo, kabla akdi nikahi, kabla ndoa haijafungwa. Kwa maana lau kama mwanamke atakuwa anajua kwamba huyu mwanamume ana tatizo fulani kabla hajafunga ndoa, na yeye akakubali na ndoa ikafungwa, hapa hatakuwa na nafasi tena mwanamke yule kwenda kuivunja hii ndoa, kwa sababu alikuwa anajua kama lile tatizo lipo na yeye akakubali kufunga ndoa pamoja na tatizo kuwepo. Pia kwa mfano kuridhika kwa mke, kuridhika kumridhia mume wake maaibihi, pamoja na kasoro yake aliyokuwa nayo, baada la akdi sarahatan, baada ya ndoa waziwazi, au dhimna, au isiyokuwa waziwazi. Yani tunafahamu vipi? Kama tulivyowahi kufafanua ni kwamba ikiwa mwanamke atakuwa anaijua kasoro ya huyu mwanamume kabla ya ndoa kufanyika, sasa huyu mwanamke akakubali ndoa ifanyike na kasoro aliyokuwa nayo yule mwanamume, hatakuwa na haki, tumesema, huyu mwanamke kwenda kuivunja hii ndoa ikiwa ameridhika kihukumu. Na hukumu ni kama hivyo ilivyo, ikiwa atajua huyu mke kasoro aliyokuwa nayo mumewe baada ya ndoa kufanyika na akaridhika waziwazi. Kwa maana ikiwa huyu mwanamke alijua kasoro ya mumewe baada ya ndoa kufanyika, ndoa tayari imeshafungwa, akaja akagundua kwamba kumbe huyu mwanamume ana tatizo fulani, lakini kabla ya kumuingilia akajua kwamba huyu mwanamume kumbe ana kasoro fulani, ikiwa ataridhika ni vile vile, kama vile kusema kwamba radhitu biaibihi hadha, mimi nimeridhika kukaa na huyu mwanamume pamoja na kasoro aliyokuwa nayo, bas hapa hatakuwa tena na ruksa au na nafasi ya kwenda kuivunja hii ndoa. Au radhitu au radhiyat bihi dhimna, au aliridhika naye kidhimni, sio saraha, hakumwambia waziwazi kwamba nimeridhika na kasoro uliyokuwa nayo nitaishi nawe, hakumwambia wazi, bali alimwambia kidhimni. Na kidhimni nini? Ni kummakinisha kutenda naye tendo la ndoa wakati anajua kama huyu mwanamume anayo kasoro hii. Kwa hivyo kwa hali yoyote ile hatakuwa na nafasi mwanamke baada ya kutenda tendo hili, baada ya kuridhika kumridhia mume pamoja na aibu aliyokuwa nayo na kasoro aliyokuwa nayo, kwenda kwa kadhi, kwenda kuivunja hii ndoa. Kama alivyosema wanawachuoni, lau khayyara alqadhi azawja, lau kadhi atamkhiarisha huyu mwanamke baina at-tafriq wal baqa, baina ya kuibatilisha ndoa na kubakia katika ndoa, ma zawjiha, pamoja na mumewe, fakhtara albaqa, mwanamke akachagua kubakia pamoja na kasoro aliyokuwa nayo, mimi nimeridhika kubakia na mume wangu katika ndoa hii, fa inna hadha haqquha, hii ni haki yake. Na ikiwa ni haki yake naye atakuwa amechagua kubakia katika ndoa, fa inna haqqaha fi tafriqi yabtul, hapa haki yake ya kutenganishwa na kuachanishwa na mumewe inabatulika papo hapo, na wala haitajuzu kwake yeye kwenda kupeleka magomvi tena kwa kadhi baada ya yeye kuchagua kubakia na mumewe. Insha Allah katika kipindi kinachokuja tutaendeleza hapa tulipoishia, kuweza kuangalia namna gani ambayo ni nafasi gani ambayo anaipata mke kupeleka kesi kwa kadhi kwa kasoro, au mume kupeleka kesi kwa kadhi kwa kasoro alizonazo mkewe, ili kuweza kuvunjwa ndoa hii na ili abakie na haki zake na huyu abakie na haki zake. Katika kipindi kijacho usisahau kufuatilia kipindi chetu hichi pendwa. Kwa uwezo wake Allah tutakutana episodi inayofuata. Wajazakumullahu khaira wa ilahuna, assalamu alaikum wal afwa minkum.